Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo ni tarehe 23 ya mwezi wa 6, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Yosefu wa Kafaso, padre. Yosefu wa Kafaso alizaliwa tarehe 11 mwezi Januari mwaka 1811 katika familia ya wazazi wacha Mungu kule Castelnuovo, Italia. Akiwa mtoto walimwita mtakatifu. Ingawa alikuwa masikini, alikuwa na vipaji, uwezo na moyo wa ibada. Alipewa daraja takatifu ya upadre akiwa mwenye umri wa miaka 22 kwa ruhusa maalumu. Aliteuliwa kuwa mlezi katika seminari ya Torino na baadaye mwalimu wa seminari hiyo. Padre Kafaso alikuwa lulu ya mapadre wa Italia. Ingawa alikuwa mdogo kwa umbo, aliyedumaa kiasi, lakini alikuwa baraka kubwa, sio tu kwa mapadre na watu wa Torino, bali pia kwa ulimwengu mzima, kama kiongozi wa kiroho wa mtume wa matunda ya upendo ya Mtakatifu Yohane Bosco. Mapadre, maaskofu, wafalme na wafanyakazi walifika kwake kwa maungamo, na maelfu ya watu wa kada zote walifaidi matunda ya kiroho kwa mafungo yake. Mtakatifu Yosefu wa Kafaso aliguswa sana na maisha ya Mtakatifu Yosefu wa Kotolengo, ambaye ni baba wa yatima, masikini na wanaoteswa kwa namna mbalimbali, na aliweza kuanzisha nyumba ndogo ya msaada wa kimungu ili kuwasaidia wahitaji. Yosefu alifariki tarehe 23 ya mwezi wa 6 mwaka 1860. Alitajwa mwenye heri mwaka 1895 na kutangazwa mtakatifu mwaka 1947. Katika homilia yake kumuhusu Yosefu wa Kafaso, Papa Pio wa 12 aliwaomba mapadre wote wajifunze kutoka kwake, kwani hakuchoka kufanya utume wake. Alikuwa mvumilivu, mwema na zaidi ya yote mtu aliyesali daima, kwa kuwa kazi ya mwanadamu ni bure kama haina baraka ya Mungu. Papa Pio alisema Mtakatifu Yosefu wa Kafaso alikuwa zawadi ya Mungu kwa kila mtu kwa malezi na utakatifu wa maisha yake ya kipadre. Hakuna mtu ambaye amewaachia mapadre mfano bora katika karne ya 19 na ya 20 kama yeye. Mtakatifu Yosefu amewasaidia na kuwaokoa mapadre kutoka katika uzushi ulioenea kuwa mtu anaweza kupata wokovu kwa jitihada zake mwenyewe bila neema ya Mungu. Padre Kafaso alisisitiza sana kwamba tunapaswa kulitetea kanisa, kuwa waaminifu katika wito na utume wetu, na kutambua kuwa utakatifu wa mapadre ni utakatifu wa waamini. Yosefu wa Kafaso aliwavuta watu wote walika mbalimbali, watoto, vijana, wazee, masikini na matajiri. Watu hawa wanapaswa kuwaamini mapadre wao, na mapadre wanapaswa kuwavuta watu hawa kwa maisha yao ya uchaji kama Mtakatifu Yosefu wa Kafaso. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Yosefu wa Kafaso, padre. Yesu msulibiwa ni rafiki ambaye hakuogopeshi wala hata kuacha.
mtumainie yeye na mbingu ni yako. Rejea ya Mtakatifu Yosefu wa Kafaso. Watakatifu wengine wa siku ni watakatifu Edeltruda na Agripina, watakatifu Palladius, Kotirus, Adramus, Moses, Esasi, Palikonus, Didara na watoto wake Bisoe na Nori, wafiadini wa Ethiopia. Mtakatifu Yosefu wa Kafaso, padre, utuombee.